Wa alaikum salam. Imamu, huyu mtu mmesema atolewe bwana. Huyu mtu ni mlevi bwana, mtu wa pombe chakari. Yafuata nini misikitini bwana? Hao watu wanatuharibia funga. Nisikilize mimi imamu bwana. Watu kama hao walevi wanatuharibia funga zetu. Sisi funga zetu zitenda vipi kama tunaswali na mtu mchafu kama nini mlevi, mtu wa motoni, ufinari jahannam alidina fi abadan. Hawa ndio watu ambao wataenda kuiona pepo hawa imamu hawa. Na unaumsafu na wewe umsafu. Ni watu wengi sasa wamekejeli hii video na kurusha matusi na hata kuwakufurisha hawa waliotengeneza hii video. Ila wasichokifahamu ni kwamba hii video ina mafunzo, kisha yamemlenga kila mtu. Yule mwenye bado anaendelea na maasi na yule mwenye anajiona na ibada nyingi zaidi na hata mashekhe namna ya kulingania. Na kisha haya ni masala ya kielimu. Masala ya kielimu, waacheni wenye elimu wajadili. Dini haiendwi na kila mmoja atumie fikra zake, yani kulingana na yeye ili jambo unalionaje. La. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'lamu anna fikum rasulallah. Fahamuni mko naye mtume, msikilizeni yeye. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Lau yeye angewasikiliza nyinyi, yani kila mmoja afanye vile anaona kulingana na yeye hivi ndio inatakaniwa ifanye, basi watu wangepata tabu sana, watu wangeangamia. Kwa hiyo tunataka tumsikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiwa hauna elimu na jambo, basi usitumie fikra zako, liachie wenye elimu walijadili hilo jambo. Watu wengi hii video wameitazama kwa mtazamo tofauti ambao ina ujumbe mzito kisha muhimu sana. Ujumbe wa kwanza ni kwa yule mwenye anaona na madhambi mengi sana, kiasi kwamba anahisi Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi haya nilokuwa nayo Allah hatonisamehe. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yusamehe madhambi yote. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema yustajabu li ahadikum ma lam yugharghir. Mtu atajibiwa dua yake maadamu roho yake haijafika hapa. Ila maadamu bado unaishi, fahamu lau utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atakupokea. Ukamwomba tauba, basi toba yako Allah ataikubali. Allah anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Allah tabaraka taala anasema enyi mlovuka mipaka katika maasi, yani mnafanya israf katika kutenda dhambi, una madhambi mengi mpaka unaona Allah hapa hatonisamehe. Yasema la taqnatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema za Allah. Kwa nini? Kwa sababu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yeye yusamehe madhambi yote. Na dini yetu hii imetuelekeza kwamba hakuna dhambi ambalo alisamehewi. Kwa hiyo ndugu yangu, hebu punguza munkar. Huyu na yeye ameamua kutubia, amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Sisi ni nani tumzuie asirudi kwa Allah? Sasa watu wakiwa wanatukana, hili funzo hamjaliona? Au ni kwa sababu video imetengenezwa tu msikitini, watu wanaitazama, misikiti inachezewa, kwamba watu msikitini wanafanya content? Hebu angalia ni content gani iliyofanywa pale msikiti. Unaona watu wanacheza pale? Unaona ni madansa wanafanya comedy pale? Hakuna comedy pale. Hii dini haitaki hamasa. Bali leo utamwona Muislamu mwenzako anafanya jambo, hata ukaliona hili jambo haliko sawa, unatakana umtafutie udhuru, yani pengine yani unajaribu kumtetea kwa hali yoyote ile. Yana tu kama una Muislamu, sasa hivi tuko Ramadhani, ukamwona mtu anakula mchana wa Ramadhani, tayari usianze matusi, yule bwana kafiri afunga. Hapana, jaribu kutafuta udhuru, yani kumtetea kwa hali yoyote. Huenda akawa yaumwa, huenda yupo safarini, huenda yani unatafuta tu sababu ya kumtetea Muislamu mwenzako. Lakini wewe unasubiria mtu akosee ili umshambulie, na hata iko hajakosea wewe unataka utafute makosa hivyo hivyo. Aina tadhabun. Ama funzo lingine linawaelekea wale wanaofanya ibada, wanaosali, basi wanajiona wao ni wa peponi na kila mwenye hasali basi ni wa motoni. Kwa hiyo wewe unayesali usijione wewe ni bora zaidi kuliko yule mwingine. Unachotakiwa kufanya ni kuomba husnul khatima, uwe na mwisho mwema. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akudumishe katika hiyo ibada. Kisha yule mwenye unamuona hasali, ni mzinifu, ni mlevi au ana kila aina machafu, usimhukumu kwamba yule ni wa motoni. La. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Mtu ataishi hapa duniani akifanya ibada paka watu wakimtizama wanaona mashallah fulani yule ni mtu wa peponi kabisa, ila kabla hajafa yabadilike yafanya matendo watu wa motoni na yafa katika jambo lile yuingia motoni. Na kinyume chake mwingine la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Mwingine ataishi mlevi, watu yule bwana naye akifa yule wa motoni, watu wanamhukumu kwamba ni wa motoni, ila baadaye akabadilika huyu mtu na akawa mtu wa peponi. Unachotakiwa kufanya, omba dua kwanza, Allah kudumishe katika ibada, Allah kupate mwisho mwema, na muombe yule mwingine Allah ambadilishe. Wala usimhukumu huyu hawezi kusamehewa,
bali lau utahukumu mwenzako kwamba huyu hatosamehewa kabisa, haya madhamba aliyoyatenda huyu wa motoni, hili jambo litakupelekea wewe kuwa mtu wa motoni. Siku moja katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mmoja alifanya hili kosa, kumhukumu mwenzake kwamba huyu bwana hawezi kusamehewa kabisa kwa hiki alichokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akajibu katika hadithul qudus akasema, man dha alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, ni nani anayechukua kiapo kabisa ya kwamba mimi siwezi kumsamehe fulani? Yasema qad ghafartu lahu ahbattu amalak, nimemsamehe huyo unayesema siwezi kumsamehe, na wewe amali zako zote nimeziharibu. Yani swala zako, funga zako ulizofanya zote zimekuwa habaa manthura, zimekuwa hazina faida kwa sababu ya kusema tu Allah hawezi kumsamehe fulani. Kwa hili ni funzo kwenye hii video, watu watakana wajifunze. Wewe uone aibu pale kama hapo ingia mtu kama wewe. Wewe ni mtu mchafu bwana katika dini, waswali kitu gani? Tena na kuchukua msaafu kabisa eti hebu bwana kuchafua hiki kitabu cha Allah hiki. Mlevi mzima mfuata nini msikitini wewe? Ama funzo lingine linaelekea maustadhi na mashekhe. Hatupo katika zama za maswahaba, bali tupo katika zama watu dini hawajipatia kipaumbele, wako mbioni tu kutafuta maisha. Kwa lau tutakaa msikitini tuwasubiria watu waje ndio tutolee mawaidha, tutawakosa. Bali chukua simu yako, funza tikwa ni hadithi moja, itamsaidia mtu. Kuna watu waliacha raudha kusoma, sasa hivi anaona umuhimu wa elimu, ila hana tena huo muda wa kukaa darasani aanze kusoma, lakini hakuna mtu atakuwa busy mpaka hana muda wa kutumia simu. Kwa hiyo usikae hapo usubirie mwenzako amefunza jambo ndo unaanza kutoa makosa, unajiona una elimu sana mpaka umefika martaba ya jarhi wa taadil. Huyu anafaa, huyu hafai, huyu hapa amekosea hapa. Funza tekwa ni jambo moja, watu wanahitaji msaada wetu. Na ndo hiki walichokifanya hawa vijana wetu wa Kiislamu. Wamekaa chini, wakafikiria, wakapanga, wakachukua vifaa vyao, wakaenda msikitini kupeana haya mafunzo. Na hii ndo aina ya content tunayohitaji katika jamii ya Kiislamu.